Leo sitaenda moja kwa moja kukuelezea kile ambacho nataka kukuelezea, bali nitaanza kwa kukuuliza swali. Swali lenyewe linasema kama hivi: kati ya kuajiriwa ama kujiajiri mwenyewe, unachagua ipi na ipi unaona ni nzuri zaidi? Ukiachana na wewe mwenyewe kuchagua, lakini unaona ni nzuri zaidi na unawashauri watu wengine waweze kufanya, basi jibu lako utaniandikia kupitia comment section hapo. Lakini mimi na kauli moja tu nakwambia kwamba maisha ya ajira yanafanana na maisha ya gerezani, ukweli ambao watu wengi hawapendi kabisa kuusikia. So kabla hujanielewa vibaya, sikiliza mpaka mwisho, alafu baada ya hapo utaniandikia kupitia comment section hapo kwa kile ambacho utakuwa umejifunza kwenye makala hii. Karibu sana. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, please tumia sekunde chache sana kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe. Twende kwenye comment section hapo and then utaniambia kwa kile ambacho utakuwa umejifunza kwenye hii makala. So nisikilize kwanza mwanzo hadi mwisho. Karibu, hizi ni siri za mafanikio. Tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe. Ajira sio kitu kibaya. Kazi sio tatizo. Tatizo ni pale mtu anapofanya kazi maisha yake yote, lakini kazi anazozifanya kila siku hazimbadilishi ama habadiliki kabisa. Na hapo ndipo nilianza kuelewa kwamba maisha ya ajira yanafanana kwa namna fulani hivi na maisha ya gerezani. Yanafanana kwa namna fulani. Sijasema direct and completely, lakini kuna namna fulani hivi kama inataka kufanana. So swali la kujiuliza ni kwa nini nimesema kwamba maisha ya kuajiriwa yanafanana na maisha ya gerezani. Okay, twende kwenye majibu moja kwa moja. Kwa sababu wafungwa hulima mashamba, hufanya kazi na kutumia nguvu zao kila siku, lakini sehemu kubwa wanachokifanya huwa ni kwa ajili ya mfumo wa gereza kuendelea, sio kwa ajili ya mfumo wao binafsi. Wao utakuta watafanya kazi kubwa sana, lakini mwisho wa siku hakuna chochote ambacho wanakiingiza wao kama wao kwenye hiyo issue ambayo wamefanya. Alafu wanapewa chakula cha kuwafanya waendelee kuishi na kurudi tena kufanya kazi siku inayofuata. Sasa angalia maisha ya wengi kwenye ajira. Unaamka mapema, unaingia kwenye foleni ya magari, unapanda daladala, wakati huo huna pesa, unajitafuta sana. So lazima upande daladala. Unafanya kazi kwa bidii kujenga kampuni ya mtu mwingine. Unaongeza thamani kwenye biashara yake, unaongeza profit yake, unaongeza ndoto yake. Mwisho wa mwezi unapewa mshahara, na huo mshahara mara nyingi unatosha kula, kulipia bills, usafiri, kodi na kuendelea kuishi ili urudi tena kazini mwezi unaofuata. Na hapo ndipo watu wengi wanakwama maisha yao yote. Wanakuwa busy sana kufanya kazi za watu wengine mpaka wanasahau kujenga maisha yao binafsi. Miaka inaenda, miaka inasonga, lakini bado hawana asset, hawana sehemu yoyote ile ambayo wameweza kuwekeza, hawana mfumo wowote wa kuingizia kipato, hawana source nyingine ya income tofauti na ile kazi ambayo wanafanya, na wanategemea mshahara mmoja tu kwa kile kitu ambacho wanakifanya. Na kitu hiki ndio kitu hatari zaidi kwenye maisha ya yule ambaye anataka kufanikiwa. Na ndio maana nikakwambia kwamba ukifananisha maisha ya gerezani ukafananisha na maisha ya kuajiriwa, basi vinalandana sana. Japo kwa nini watu wengi wanapenda kuajiriwa hali ya kuwa kujiajiri kunawezekana? Na kwa nini kujiajiri imekuwa ni ngumu sana kutokana na kitu ambacho kipo kwenye maisha ya sasa? Sasa kuna kitu kimoja ambacho kipo ni kwamba watu wengi, asilimia kubwa vijana wanatafuta ajira ili mradi waweze kuajiriwa. Lakini muda huo huo utasikia unaambiwa kwamba hakuna ajira, kijana jiajiri. Lakini inakuwa ni ngumu sana, ukuta mtu anazunguka sana maofisini hapo akitafuta aweze kupata ajira ili mradi aweze kuajiriwa. Alipo hiyo 300,000, ukikata mapato, ukikata kodi, ukikata usafiri, kata chakula, unakuja unakuta umebakia na 50,000 ambayo hata kuweka akiba inakuwa ni changamoto kubwa tena sana. Okay, chukulia mfano yule mtu ambaye ameweza kuajiriwa. Hapa nataka tu nikufumbue kuhusiana na kazi za kuajiriwa. Unatumikia sana lakini faida kubwa inaenda kwake. Sijasema tusiajiriwe, tuajiriwe. Japo hata sasa hivi pia ajira za kuajiriwa zinakuwa ngumu. Sasa hivi ni nafasi ya kuweza kutengeneza akili yako kwa ajili ya kujiajiri. So ukimaliza kusikiliza hii makala, immediately lazima utapata idea fulani hivyo ambayo itakufanya uweze kujiajiri mwenyewe hata kwa kidogo, lakini itakuwa inakuingizia pesa ambazo unajua kabisa utakimu kwa namna gani na utaweza kusuccess kwa namna gani. Okay, tuendelee. Kwa mfano tu ukasimamishwa kazi leo kutokana na ile kazi ambayo unafanya ulioajiriwa, maisha yako lazima yatasimama immediately. Na hapo ndipo unatakiwa kujiuliza maswali. Je,
kweli nina control maisha yangu au nina survive tu ndani ya mfumo wa watu wengine kwenye maisha yao. Na ndio maana mtu unakuja kukata tamaa hata kiasi kwamba ukija kuambiwa kwamba unatakiwa ufanye kitu fulani uje kuwa kama mtu fulani, unampinga yule mtu aliyezungumza hivyo, kwa sababu unajua mafanikio kama yameandaliwa kwa mtu fulani lakini wewe hayajaandaliwa kwako. Kwa nini kunakuwa na hiyo imani? Hiyo imani inakuja kutokana na mfumo wa maisha ambao mtu aliyeajiriwa anaishi, kwa maana anadipendi zaidi kwenye kipato ambacho anapewa na bosi wake, anajipendi zaidi kwenye kile ambacho kitatoka mwisho wa mwezi. Alafu ukiangalia hapa katikati changamoto zinakuja ni nyingi sana. So ukiangalia kile kipato, kuweka akiba, kumanage kila kitu, inakuwa miongoni mwa kitu ambacho ni kigumu sana. Sasa usinielewe vibaya sana kwamba watu wasiajiriwe, I don't know, watu wajiajiri. Kama kujiajiri ni rahisi sana, lakini twende ukasikilize hiki kitu ambacho nataka nikizungumze sasa hivi. Ajira inaweza kuwa mwanzo mzuri, kwa maana unapata experience kwa mtu fulani, kampuni fulani inakupa experience, baada ya hapo na unajitafuta kwa namna yako nyingine. Lakini sasa changamoto inakuja pale ambapo unaenda unachukua experience, lakini hautanui ile akili ya kuweza kufungua kitu chako mwenyewe, ili mradi uweze kufanikiwa na uweze kufika mbali. Asilimia kubwa walioweza kujiajiri walianza kwa kuajiriwa. Ninaweza nikasema hivyo, ni asilimia kubwa hivyo. Kwa nini walianza kwa kuajiriwa wakaja kujiajiri? Kwa sababu walifungua mindset na ubongo wao na kuja kuangalia kwamba maisha ninayoishi sasa hivi ya kuajiriwa ni kama vile maisha ya gerezani, so inabidi nitoke out. Sawa, nimeshafanya kazi, nilipata experience, so ni muda wangu wa kwenda kutanda katika mtaa ili nijue nitafanya kitu gani ambacho kitakuwa bora zaidi. Na ndio maana halisi ya hii makala. Hii makala inalenga moja kwa moja kukufumbua kwamba maisha ya kuajiriwa sawa yanahitajika ili upate experience, upate kipato, labda upate hata mtaji wa kuweza kuanzisha biashara yako. Lakini usisahau kwamba maisha hayo ambayo utachagua kuishi kwenye kuajiriwa kila siku yatakuja kuwa na negative impact kubwa zaidi kuliko kuwa na positive impact kama hautaweza kufungua akili yako. Na ndio maana hii makala iko moja kwa moja kuweza kukufungua ubongo, kuweza kuelewa kwamba inabidi uajiriwe, lakini focus zaidi kwenye kupata income out ya hiyo ajira yako ambayo unayo. Ajira inaweza kuwa mwanzo mzuri, inaweza kukusaidia kujifunza experience mpya, inaweza kukupa mtaji wa kuanza kitu, lakini tatizo linaanza pale unapofanya ajira kuwa mwisho wa ndoto zako. Mimi ndoto zangu kubwa, maybe nataka nije kuwa mtu fulani hivi maarufu, mwenye pesa, mwenye makampuni. Sawa, nachukua jukumu moja, nasema nitaanzia wapi? Lazima nikaajiriwe ili mradi nipate experience, nipate kipato pia cha kuanzisha kazi yangu. Sasa kitu ambacho kinakuja ni kwamba unaenda kwenye sehemu unaajiriwa, alafu unasahau kuhusiana na ndoto zako, unasahau kuhusiana na dreams zako ambazo umezipanga, kwa maana malengo yako yote ambayo uliyapanga yanaishia pale pale ambapo umeenda kuajiriwa. Hilo ndio tatizo kubwa sana ambalo linawafanya watu kuendelea kuishi kwenye mfumo wa kuajiriwa kuwa kama mfumo wa gereza. Kwa sababu kwa kweli huu hakuna utajiri mkubwa unaojengwa kwa kutegemea source moja ya income. Ni mfano rahisi sana na ndio uhalisia ambao upo kama utafungua ubongo wako kuweza kuelewa. Hivi chukulia mfano tu, sasa hivi Mo Dewji ameinvesti kwenye sehemu ngapi? Yaani hadi kuwa tajiri mkubwa ameinvesti kwenye sehemu ngapi? Mwangalie GSM ameinvesti kwenye sehemu ngapi? Hajainvesti sehemu moja, kainvesti sehemu nyingi, kacheza na akili za raia, kwa sababu anaona kabisa product zake zinaenda kwa raia wa kila siku. So kitu ambacho natakiwa kufanya ni tafute brand ambayo itanifanya mimi nipae zaidi. So wengi wamemfahamu GSM kupitia Young Africans. Yep. Klabu ya Yanga ndio imempaisha zaidi GSM, na baada ya GSM kuweza kuwa mdhamini wa klabu ya Yanga, basi hapo vitu vingi vikawa vinazunduliwa, maji, vinywaji, Jibusti. Ni kwa sababu ameamua kutumia hiyo trick kwa ajili ya kuweza kuleta vitu vingine. Sasa ndio maana nikaja hapo nikakuelekeza kwamba hakuna tajiri ambaye anategemea kwenye source moja ya income. Muangalie Mo Dewji, muangalie GSM, hawategemei kwenye source moja, labda kampuni, I don't know, vinywaji, I don't know nini, lakini wameinvest pia kwenye mpira. So kwenye mpira kuna asilimia fulani ambayo wanaipata, na ndio maana sasa hivi hapa huyu GSM ameweza kuungana na Young Africans kuweza kujenga uwanja 50 kwa 50. Kwa nini amejitolea vile 50
50 kwa 50 kwa sababu anaona kuna kitu ambacho atakitengeneza, kuna brand anaongeza ambayo itamfanya aweze kuingiza income kubwa zaidi. So ndivyo akili ya wafanyabiashara wakubwa walivyo. Hawategemei kwenye source moja ya income, bali wanategemea kwenye source nyingi za income. Wote waliofanikiwa wanategemea kwenye multiple source. Hata akiwa na kazi ana biashara yake pembeni, hata akiwa na mshahara ana investment nyingine pembeni, hata akiwa employed bali anajenga brand yake nyingine pembeni. Swali la kujiuliza, kwa nini anajenga brand pembeni, au kwa nini anakuwa na investment ya kitu kingine pembeni? Kwa sababu anaelewa kitu kimoja muhimu: mshahara unaweza kukulisha, lakini source nyingine zinaweza kukupa uhuru wa kuweza kuinvesti, uhuru wa kuweza kupata yale mafanikio ulikuwa unayatamani. Sasa imagine ule mshahara ukatekate, upate kitu fulani, upate kodi, upate nguo, upate malazi, upate kuenjoy. Just imagine bado kuna matatizo yanakujaga bila muda. Sasa utaweza kumanage vipi? Lazima uweze kupata multiple income, ndio utapata ile freedom ambayo inatokana na kile ambacho umejiajiri wewe kama wewe. Kutokana na freedom ambayo unaipata, basi utaweza kucontrol muda wako, kwa sababu unajua kabisa nitafanya kazi fulani kwa bosi, na pia kuna muda fulani nitabidi nipige mahesabu kwenye kitu changu. Utaishi bila pressure kuhusiana na kile kitu ambacho unakifanya. Imagine kama ukifukuzwa kazi sasa hivi, unfortunately, japo hatuombei sana kwa wale ambao wameajiriwa, lakini unaona kabisa kuna kitu kitastack kwenye maisha yako. Lakini kama una multiple source ya income, lazima kuna kitu kingine utakuwa na depend kwenye nacho, utadrop kwa asilimia kadhaa au utarise kwa asilimia kadhaa kutokana na namna utakavyopokea ile ya kusimamishwa kazi, kwenye njia ya hamasa ama kwenye njia ya kuanza sana hadi mwisho wa siku unashindwa kufanya maendeleo mengine. So tudipendi sana kwenye multiple income, tusibase only kwenye single income. Sasa swali linakuja, sawa, tunatakiwa tudepend kwenye multiple income. Ni kwa vipi tunaweza tukadepend kwenye multiple income? Lazima ujifunze kuhusiana na vitu mbalimbali ili mradi uweze kupata uhuru wa kufanya vitu kwenye maisha yako. Jifunze kuhusiana na skills mbalimbali online. Jifunze kuhusiana na bidhaa fulani. Jifunze kuishi vizuri na watu, kujenga audience, wale watakao kufuatilia. Jifunze kuwekeza kidogo kidogo. Jifunze skills ambazo zitakufanya kabisa unaona hapa, hii skills ama ujuzi nitakaotumia, basi utaweza kunisababisha kwa namna moja ama nyingine kuenda mbele zaidi kwa kile ambacho nataka niweze kukifanikisha. So kila mtu ambaye anaanza malengo lazima ana mipango yake kabisa. Anajua kwamba mimi dreams zangu niweze kufika sehemu fulani. Japo sio zote zinatimia, lakini zipo ambazo zinatimia kwa asilimia kubwa, hata kama sio kile ambacho anakitaka, bali inaenda moja kwa moja kwa kile ambacho alitamani kukipata. Just imagine kama kuna ile issue, mtu unapanga zako uje kuwa muuza magari mkubwa, mtu mwenye kampuni yake kutengeneza magari, maybe mtu mwenye kampuni yake kufanya kitu fulani ambacho ni maarufu. Dreams zake ni hizo, lakini unashangaa wakati anapita kuelekea kwenye ile dreams ama zile stages za kuelekea kwenye ile ndoto, anakutana na kitu kingine ambacho kinakuwa ni bora zaidi kwake. Anaamua kuanza nacho hicho. Kama asingekuwa na dreams za kufika kule, basi ingekuwa ni ngumu sana kuweza kukutana na kile kitu ambacho kitamfanya aweze kufanikiwa kwa muda huo. So ili mradi uweze kupata freedom ya kuweza kupata multiple income, lazima uweze kuinvest kwenye skills, kujifunza sana, kuuliza sana, kupunguza ujuaji na kufanya kila kitu kiweze kukaa kwenye mstari ambapo wewe utaweza kufocus na mafanikio yako pekee, na unaachana kabisa na vile vitu ambavyo unaona kabisa hapa nikivifanya itakuwa ni danger kwangu na pia havitakuwa na faida yoyote ile kwenye maisha yangu. So hiyo itakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakusababisha kuweza kuongeza multiple income ukiachana na ile ambayo ipo ofisini peke yake. Ni vizuri sana kuajiriwa, ni vizuri sana kuweza kufanya kazi kwenye kitu fulani ama sehemu fulani kwa sababu kuna experience unaiongeza, lakini sasa ukiwa unafanya basi focus kwenye akili yako kuelewa kwamba kuna ndoto zako mwenyewe binafsi ambazo unataka ziweze kufanikiwa ama uweze kuzitimiza. So usisahau kabisa kuhusiana na ndoto zako. So fanye kazi ndio, lakini pia jijenge mwenyewe binafsi ukiamini kwamba kuna ndoto ambazo unazipambania. Pata mshahara ndio, lakini pia jenga source nyingine ambayo itakuingizia kipato, kwa sababu mshahara unaweza kukufanya uishi, lakini mfumo wa income ama mfumo wa kuingiza kipato unaweza kubadilisha maisha yako kabisa na kuweza kufanya kile kitu ambacho unatamani kukifanya ama unatamani kukifanikisha. Na kumbuka, ukitegemea mlango mmoja wa pesa, siku ukifungwa maisha yako yote yanasimama. Ukitegemea mlango mmoja wa pesa ama income, siku ukifungwa basi mambo yako lazima yote yasimame. Mshahara unalipa bills, system,
inaleta freedom ya kuweza kupata kile kitu ambacho unataka kupata. Usijenge maisha kwa kutegemea tarehe ya mwisho wa mwezi pekee. Mtaa wa leo unahitaji akili zaidi kuliko nguvu pekee. Ajira sio mbaya, lakini usiue ndoto zako. Jenga source mpya ya kuweza kuingiza mapato yako tofauti kabisa na ile ambayo umeweza kuajiriwa, ili mradi uweze kufocus, uweze kupata kile ambacho kitakuwa ni bora zaidi kwako. So nadhani utakuwa umeelewa maana halisi niliyokuambia kwamba kuhusiana na maisha ya kuajiriwa yanafanana na maisha ya gerezani kwa namna moja ama nyingine. Na lengo la makala hii, usinunukuu vibaya, lengo la makala hii ni kuweza kuelezea moja kwa moja, kufungua akili kwamba sawa umeajiriwa, lakini kumbuka kuna ndoto zako pia na wewe unatamani kuzitimiza. So usisahau kuhusiana na ndoto zako. Niambie kupitia comment section hapo, wewe unafanya kazi ndio, lakini ndoto yako ni ipi ambayo unatamani zaidi kuikamilisha, na strategies gani ambazo umeziweka, mipango na mikakati ambayo ipo ili mradi uweze kutimiza kile kitu ambacho unataka kukitimiza. Basi niandike kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaenda kwenye comment section, tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe chini ya video hii. Hizi ni siri za mafanikio, sehemu pekee ambayo utaweza kujifunza kuhusiana na maarifa pamoja na mambo mengi zaidi katika ulimwengu huu wa dunia. Karibu, usisahau kusubscribe. Hii ni Siri ya Mafanikio.